Jina lako takatifu, Mfalme Baba Mungu wetu, tunashukuru jina lako na kuinua samani. Asante kwa ajili ya wakati na saa Baba Mungu wetu ambao umetupa kuwa mahali hapa kwa ajili ya kulitukuza jina lako Baba. Tumeanza na wewe Baba, tumeona uaminifu wako na tunaendelea tukiwa ndani ya uwezo wa nguvu zako Baba Mungu wetu. Wakati na saa umefika tunapoenda kusikia neno lako Baba, ninaomba neema, hekima na maarifa, ukatufungue masikio na macho ya kuona yaliyo yako kulingana na utukufu wa uwezo wa jina lako Baba. Tetea kila mmoja aliyepo mahali hapa na anaosikia sauti hii, utukufu wa uwezo wa jina lako Baba. Bariki wana wako walio nyumbani, mahali popote walipo katika Kenya hii na katika ulimwengu wote Baba, ninaomba utukufu wako Bwana ukaonekane. Wana wako wanapofikiwa na hii neno, ikawaponye, ikawaweke huru katika jina lako Yesu Kristo. Jinsi ule mama aliyopokea neno kutoka kwa Yesu na ule mtoto wake akapona, ndipo Baba Mungu wetu ninatamka nikiwa ndani ya uwezo wa jina lako, hii neno lako Bwana likaponye watu, likaponye mataifa wengi katika jina kuu lako na katika ufalme, maana ni Mungu na uweza kwa vyote Bwana. Natuma neno ndani ya manyumba za watu, ndani ya magari, ndani ya mandege, neno lako likatembee mahali pale, ikiwaponye, ikiwaweke huru ndani ya utukufu wa uwezo wa jina lako Bwana. Ni asante kwa kuwa ni Mungu umetenda. Inuliwa Bwana, ubarikiwe Bwana wewe. Thank you my Father, thank you my Lord. Amen. Mtu wa Mungu, mahali popote unatutazama na unatusikia, sisi tunajulikana kama wana Surgery Assembly of God Ministry. Tuko mkuu kwa jenga mtu wa Nairobi. Nimekualika mtu wa Mungu uje tukambutu pamoja masana wakati huu. Bao unataka tukasikie neno lake Mwenyezi Mungu. Bao umezungumza siku ya leo na akaandaa mioyo yetu na nafsi zetu kwa ajili ya kusikia neno lake. Maandiko ya Mungu inasema ya kwamba na neno lake alitapita bure. Yani neno la Mungu alitatoka katika kinywa yake na lipite bure. Lazima lifanye kazi, lazima itende kazi ndani ya mtu. Kwa hivyo ni vizuri watu wa Mungu tuandae mioyo yetu ili neno lake Mungu inapoingia ikakae ndani yetu na ikafanya kazi ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuangalie katika kitabu ya Galatia